Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tupo katika mwendelezo wa mazungumzo yetu juu ya ibada ya hija, ambapo jana tumeshafika katika mji wa Maka, na waliokwenda kuoga, waliokwenda kuweka mizigo, waliokwenda kutawadha, tulisema yote haya yaruhusiwa. Lakini sasa tumeshatoka hotelini, tumekuja msikitini kwa ajili ya kuanza ibada ya umra, ambapo unapofika katika msikiti wowote ni sunna kuingia na mguu wako wa kulia, likumbuke hili. Lakini pia ni sunna kuomba dua unapoingia katika msikiti. Kwa uchache sema Allahumma ftahli abwabu rahmatika. Utakapoingia moja kwa moja utaelekea kwenye Al-Kaaba kwa ajili ya kuanza umra. Umra inaanzwa kwa tawafu. Tawafu maana yake ni kuizunguka Al-Kaaba mara 7. Hii ndio inaitwa tawafu. Na mzunguko huu wa Al-Kaaba unaanzia kwenye Hajaril Aswad na unamalizikia kwenye Hajaril Aswad. Hajaril Aswad ni jiwe jeusi. Utaona pale katika Al-Kaaba kuna pembe moja, kuna jiwe jeusi lile ambalo limezungushwa bati lile la chrome. Yako mambo muhimu uyajue wakati unafanya tawafu. Jambo la kwanza, uwe tahara. Mtu asiyekuwa tahara haruhusiwi kwenda kufanya tawafu. Kwa hiyo mwanamke ambaye atakuwa yuko katika masiku yake hatokwenda kufanya ibada hiyo. Jambo la pili ni lazima uwe na udhu, kama udhu wa swala. Na inapotokea katika mizunguko yako unazunguka Al-Kaaba ukachangukwa na udhu, labda bahati mbaya upepo umekutoka, ni lazima utoke ukatawadhe tena. Tofauti na ibada ya swala, unapoharibikiwa na udhu katika swala, swala imeharibika moja kwa moja, utarudi upya kuswali. Lakini unapokuwa katika ibada ya tawafu, labda kama ulifanya mizunguko miwili, mizunguko mitatu, ukaharibikiwa na udhu, ukirudi ile hesabu ya mwanzo inaendelea, unaendeleza pale ulipoishia. Jambo jingine ni kuhakikisha ya kwamba umestiri utupu wako. Hakikisha umestiri utupu wako, kwa sababu hivi vitu watu wanajisahau navyo. Wanaume ambao tunavaa shuka mbili, hakikisha shuka yako iko juu ya kitovu. Hakikisha shuka yako iko chini ya magoti. Baadhi ya watu unawaona wanafanya tawafu, vitovu viko wazi. Haya ni katika makosa. Jambo jingine, hakikisha ya kwamba kama tulivyotangulia kusema ya kwamba ibada yako itaanzia kwenye Hajaril Aswad. Ukifika pale itafute Hajaril Aswad, na kwa bahati nzuri viongozi wa msikiti ule mkono wa kushoto wa Al-Kaaba wameweka taa ya rangi ya kijani na chini wamechora mstari wa rangi ya kijani. Ikiwa pale kwenye Al-Kaaba kutakuwa kuna vurugu, huoni kuliona jiwe jeusi, basi angalia mkono wako wa kushoto, utaona kuna taa ya kijani. Usawa huo ndio unapotakiwa kuanzia ibada yako ya tawafu. Jambo jingine, kwa wanaume ambao wanavaa shuka ya chini na ya juu, mizunguko mitatu ya kwanza utateremsha shuka yako chini ya kwapa, mkono wa kulia. Utawaona wenzako wamefunga hivyo, na wewe funga hivyo katika mizunguko mitatu ya kwanza. Baada ya kuyafahamu hayo, tunaianza ibada ya tawafu. Utasimama au utaelekea. Kama kuna watu, usisimame kwa sababu utapigwa kumbo. Kwa hiyo elekeza kifua chako kwenye Hajaril Aswad, inua mkono wako wa kulia, sema bismillahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Anza tawafu. Utatoka kwenye Hajaril Aswad, utapita usawa wa mlango wa Al-Kaaba, utapita kwenye makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim utaona kuna kama kijumba kimejengwa kwa rangi ya dhahabu. Hii inaitwa makamu Ibrahim. Kuna baadhi ya watu wanaenda pale wanajisugua, wanafanya hivyo, wanasugua nguo zao. Hakuna chochote pale. Pale ni mahali ambapo Ibrahim alisimama wakati anajenga Al-Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia alama za miguu yake, na Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza hilo katika Qur'ani kwamba hapa pana alama zilizokuwa wazi ambazo Allah mwenyewe amezijalia. Kwa hiyo ni kuangalia tu kama wataka kuangalia,
kwa sababu ni alama zake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hakuna kwenda kusugua wala kwenda kuomba dua. Kwa hiyo ukitoka kwenye Hajar al-Aswad, kinachofuata ni mlango wa Al-Kaaba, kinachofuata ni makamu Ibrahim, kinachofuata utaona huku nyuma ya Al-Kaaba kuna mzunguko kama nusu mwezi. Hii ni sehemu ya Al-Kaaba. Huruhusiwi unapofanya tawafu kuingia ile sehemu ya ndani. Pita kwa nje, zunguka kwa nje, usiwaangalie watu wameingia ndani na wewe ukaingia ndani ukaharibu ibada yako. Pita kwa nje, kwa sababu ile ni sehemu ya Al-Kaaba. Hapa panaitwa Hijri Ismail. Hapa pameitwa Hijri Ismail kwa sababu Nabiullah Ismail ilikuwa ni sehemu yake pale ya kucheza cheza na kukaakaa, ndio maskani yake, kama tulivyokuwa sisi na maskani. Ukitoka hapo utakwenda pembe nyingine ya Al-Kaaba, ambayo pembe hiyo ni pembe, ni rukni ya Iraq. Hiyo ni pembe ya watu walioelekea Iraq. Baada ya hapo utapata pembe nyingine ya tatu ambayo inaitwa rukni Yamani, pembe ya Yemen. Pembe hii imesuniwa, ukiwa wapita hapo useme rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sehemu nyingine zote katika mzunguko wako omba dua unayoijua unayoiweza. Jiepuke kukamata Al-Kaaba wakati ukiwa kwenye ibada yako hii ya umra, kwa sababu ile Al-Kaaba ina asili ya kupakwa mafuta. Jambo hili lifanye kwa wakati mwingine, umekuja tu kufanya tawafu, lakini wakati ukiwa kwenye ibada ya umra hutakiwi kujitia manukato kwenye mwili wako. Baadhi ya watu wanakwenda wanajisugua na Al-Kaaba wakiwa katika umra na wewe unaweza ukashika mafuta halafu ukaharibu ibada yako. Kwa hiyo utazunguka mizunguko 7. Kila utakapokuwa unapita kwenye Hajar al-Aswad utarudia kufanya vile vile kwa kuielekea Hajar al-Aswad na kusema bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, halafu unaendelea unazunguka mpaka unamaliza mizunguko yako 7. Usisahau kila ukifika kwenye eneo la Hajar al-Aswad usema maneno haya ya Allahu akbar, Allahu akbar mara zote 7. Nakumbuka pia ni sunna unapopita kwenye rukni al-Yamani, nguzo ya Yemen. Nguzo ya Yemen ni nguzo moja kabla ya kufika kwenye Hajar al-Aswad, kusema rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Maeneo mengine yote unaweza ukaomba dua unayoitaka, unavyojua lugha unayoiweza. Inshallah, Allah akitupa uhai, kesho tutaelezea baada ya kufanya tawaf unatakiwa ufanye nini. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada zetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika maeneo haya matukufu mara kwa mara. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.